Naona jambo limeenda vizuri sana, limeleta taharuki, lakini taharuki yenye afya, naweza nikasema taharuki chanya. Labda mapokeo yalikuwaje baada ya kufanya interview ile, kuzungumzia mambo ya masharifu na mashehe kuharibu dini? Matokeo yamekuwaje? Matokeo sio mabaya, ni matokeo mazuri sana, na mimi sikufanya kama nina matatizo na mtu au bifu na mtu. Nimefanya kwa kuiangalia jamii tunayokwenda nayo. Kwa hiyo nimezungumza kwa sababu naona mmong'onyoko wa maadili unavyokwenda na mambo ya hovyo, ndio na mimi nikapata nafasi ya kusema. Lakini pia ni wakati nilikuwa nasema kwa wasiwasi, naogopa nisivuke mpaka, kwa sababu mimi sio msemaji wa dini. Kuna viongozi wakubwa. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, leo wakati naingia kwenye mtandao nimemuona Sheikh wa mkoa amesema, wallahi nimefarijika sana, nimefurahi sana, kwa sababu yale niliyokuwa nalalamika, hata Sheikh wa mkoa naye ametoa ukali, na hivi ndio inavyotakiwa mashehe wawe hivi. Sheikh naye ameyaona, kwa sababu watu wanavyofanya vitu vya hovyo, alafu mashehe wapo wakaonekana kama wamekaa kimya. Hapana, wanakuwa wanaangalia mambo yanakwenda vipi. Lakini leo nimefurahi sana kumuona shekhe wetu kipenzi chetu Sheikh Walidi. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, kwa sababu amekuwa mkali, hata tofauti vile anavyokuwa Sheikh Walidi wakati anazungumza anakuwa na smile kidogo, lakini leo Sheikh Walidi nimemuona kabisa kwamba haya majambo yamemchukiza. Kwa hiyo nimefurahi sana kusema kweli. Majambo yamemchukiza, na yeye amesema katika moja ya kauli zake pale alichokuwa amezungumza kuwa baadhi ya watu wanatumia kivuli cha dini kwa maana kuongea vitu ambavyo havistahili. Kwao amekemea kwa hili na ametuma mikoa yote, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa mashehe wa mikoa yote Tanzania. Hili unalionaje kwa sasa hivi? Sasa tunapoelekea, tutaelekea vizuri, watu watakuwa na discipline na dini? Mimi naomba kwa sababu ya heshima ya Sheikh ashasema kwamba kila mmoja asimame kwenye mstari wake, na kila mtu sio mtu wa kusema. Kuna watu wanajigia majukumu kujiita mashehe, kujiita masharifu, kujiita nini, kujinasibu kwenye mitandao. Mitandao hatujatengenezewa kuchafua dini au kuchafua jamii. Mitandao imekuja kwa ajili ya sisi kuelimika, kuyaona yale ambayo zamani tulikuwa tunayasikia, sasa hivi tunayaona. Kwa hiyo kuwaona mashehe wetu, kwa mfano naweza mimi nisifike pale apozungumza Sheikh Walidi, lakini nikiingia kwenye mtandao namuona. Kwa hiyo tutumie mtandao vizuri kabisa, ili mradi kila mmoja afikishe elimu kwa wakati wake, lakini tusitumie mtandao kwa kujinasibu, mimi naweza kufanya kitu fulani, alafu sasa unabaya zaidi unavaa kofia ya dini wakati dini haitaki hivyo. Kwa hiyo wengi nimewaona na nimewazungumza mashehe, nimewazungumza masharifu feki. Sasa nikisimama hapa kwa masharifu hapa kwa masharifu kidogo nisimame, kwa sababu tunaitengeneza jamii vibaya. Neno sharifu ni neno kubwa, neno sharifu ni neno zito, lakini tunalitumia kwa namna gani? Kwa hiyo tunatumia usharifu kwa kuwadanganya watu, tunatumia usharifu kwa kuwatisha watu. Sasa ule si utaratibu wa dini ya Uislamu. Na mimi nishaikuambia mwanzo, mimi sio shekhe, mimi ni winga tu, lakini ni mtoto ambaye nimekulia katika mikono ya Waislamu, nimezaliwa katika mikono ya Uislamu. Kwa hiyo siwezi kukubali kuona mtu anaichafua dini ya Uislamu kuifananisha na mambo mengine tofauti nikanyamaza kimya. Kitu ambacho kinachokusababisha wewe uwezi kukubali ni kwa sababu umelelewa katika mikono salama ya mashehe. Kabisa. Ndio maana hutaki kuona mtu akiwa anaichezea dini kupitia mambo yake anayofanya awe na kivuli au mwamvuli wa kama anafanya majambo yake. Kwa mfano na leo sitaki kutolea watu mifano. Mimi ukiniambia, kuna siku moja nimemuona sharifu mmoja alisimama mbele ya hadhara, kapanda kwenye jukwaa kabisa mbele ya hadhara, na akawa anawaambia watu, mimi nimekwenda hija 6. Angalia sasa, tunamdanganya sasa mpaka Mungu, wakati sasa hivi mtandao ni mambo ya mtandawazi. Tunaona mtu akiingia kwenye leo Sheikh Mufti ameenda Maka, tumemuona kila alichokuwa anakifanya. Kwa maana yake sio kama ile ni sifa, tunasoma kumbe hapa ndo kupo hivi, kama unavyosema Sheikh Walid, sisi tumejiona kama tuko Maka, lakini wewe bado unakusanya watu zaidi ya 1000 unawadanganya. Sasa mimi sijawahi kumuona sharifu muongo, sijawahi kumuona sharifu muongo. Mimi najua masharifu ukienda wanakufanzia dua, wanakufanyia tena
Masharifu wana dua mzito, sio masharifu wa kutengenezwa, na wazungumza masharifu wenyewe Mwenyezi Mungu alioweka makarama zao. Simaanishi masharifu ya kutengeneza, mnielewe hapo. Maana pazito. Lakini hapo kwenye karama, hata katika nchi yetu, katika Tanzania hii, wenye karama wapo. Sijakataa, wapo alhamdulillah, mpaka mashekhe wamejaliwa pia wapo, ambao ukaenda kwa shekhe fulani ukifika pale wallahi unaweza ukafanywa kisomo wewe mwenyewe ukashangaa. Tushakwenda sehemu nyingi, tushawaona Bagamoyo mashekhe kibao, tushakwenda, tushafika sisi kwa mashekhe Bagamoyo, tushafika kwa mashekhe Kilwa, tumewaona. Tushafika hapa Dar es Salaam, ninavyokuambia wewe, mashekhe pia wapo, Mwenyezi Mungu anajalia hizo karama, na wapo. Na ukaenda wallahi dua zinakubaliwa, unaona kabisa hii dua imefika. Sasa kuna watu dua wanatumia kigezo cha kusogeza maisha yao. Unaweza kukusanya watu kama 1000 nao ukamwambia, ukamchukua mtoto, kama kila mtu akishika kichwa, mtoto akishika kichwa anafanya hivi tu, kamaliza kaenda, watu waangalie dua, wanaangalia maslahi yao. Sasa yeye ndo tunayakataa sisi. Na hao masharifu niliona kuna clip ikiwa inatembea sana kama siku 2-3 nyuma, ikisema kwa kuna moja sharifu anasema kwa yeye ndo alosababisha paka Wema Sepetu kupata mtoto, kwa maana dawa zake ndo zimefanya kazi. Amesababisha? Yeye ndo ametoa dawa paka Wema Sepetu akawa vile. Sasa hilo jambo la Mungu bwana. Asiwadanganye watu. Jambo la kupata mtoto ni jambo la Mungu. Sio jambo langu mimi na wewe. Mimi nitakuombea tu dua, lakini namkabidhi dua nani? Asiseme mimi ndo niliyosababisha, nimeita. Yeye ni jambo la Mungu. Kwa hiyo kuna vitu vingine umeona tunayakataa hayo. Kwa hiyo ndo sharifu wanazungumza mitandaoni, atakwambia nilimwona sharifu mmoja pia alikuwa anamwambia mtu, mimi nikikutana na wewe na kugeuza chura anafanya hivi. Hiyo sio kazi ya masharifu. Masharifu kushindana na kina Pipitida mitandaoni zile. Sio kazi ya usharifu hiyo. Ile unajifedhesha. Tena unajifedhesha kweli kweli, unakuwa unakaa kwenye jambo la dini, kumbe si mwana dini, bali unauchafua Uislamu. Sasa haya mambo ya kuchafua dini haya sio mazuri. Rai yako, kwa sababu tayari shekhe ameshaongea, kwa maana mamlaka tayari imeshazungumza, kwa ametumia neno la waleta taharuki kwa upande wa dini au wafyatukaji wote sasa hivi kuchukuliwa hatua. Neno kama hili leo limekufurahisha sana mpaka tukatafutana na mnazungumza hapa. Rai yako sasa kwa hawa wafyatukaji wenyewe na kwa hawa ambao wanaochafua dini kupitia katika mwamvuli wa dini? Mimi rai yangu niwaambie sana kwamba tusikilize maneno aliyosema shekhe na tutii kama wewe ndo shekhe wetu. Kwanza moja, najua tukumkubali yule shekhe Waidi ndo shekhe wetu, shekhe Waidi ndo msemaji wetu, shekhe Waidi ndo mfikishaji wetu kwa mkoa huu wa Dar es Salaam mpaka hiyo taifa. Kwa hiyo niwaombe sana wamheshimu shekhe Walidi, lakini pia wamuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sijawaambia wamuogope shekhe Walidi, wamuogope Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanapozungumza kitu cha hovyo kwamba Mwenyezi Mungu hayuko radhi. Kwa niwaombe sana wafyatukaji, niwaombe sana mashekhe feki mnaojiita mashekhe mitandaoni, niwaombe masharifu feki pia. Kwa sasa tunakuombeni waacheni wale masharifu, tunawafahamu, waifanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Nyie sasa angalieni pilika zingine za kufanya, japo mnaomba dua sawa, lakini pia jiongezeni kuangalia pilika zingine za kufanya. Waacheni wale walopewa makarama na Mwenyezi Mungu wafanye kazi yao. Sio unakwenda sehemu unadanganya mimi ndo fulani. Sio jambo zuri. Kwa hiyo nawakuombeni sana masharifu feki, mashekhe feki mtandaoni huko. Sasa waacheni wenye karama zao wafanye kazi ya Mungu. Wenye karama zao wafanye kazi ya Mungu. Ni maneno ya Rais wa Mawinga, nakwambia wacheni wenye karama zao. Tupo mubashara kabisa, na wewe ambaye unaendelea kututazama, andika chochote hapo chini ambapo unapoendelea kutazama. Chochote kile, kama unahisi unahitaji kumuuliza shekhe hapa Rais wa Mawinga, basi muulize tu. Sisi tuko khiana na tutasoma komenti yako na utajibiwa hapa pasi na kesho kutwa. Rais wa Mawinga umesema kwa waacheni wenye karama zao. Wewe unawajua labda wenye karama hao uliowataja? No, hujawataja kwa majina. Natamani wataje japo wawili, kwa mfano fulani huyu ana karama kwa sababu alishafanya hichi na hichi na hichi. Au hilo limekaa tofauti? Mimi niseme kitu kimoja, watu wenye karama wanajulikana hata kwa kuzungumzaji wao tu, kwa vitendo vyao wanajulikana. Haina haja ya kuwataja, lakini tukiwakumbuka wapo. Lakini inawezekana hata hao ambao
unahisi hawana karama, walishafanya maajabu kwa watu ambao labda walikata tamaa? Wewe ndio unaona, lakini mimi niseme siwezi kusema kama wamefanya. Sio kweli kwamba vitu vingine vya Mwenyezi Mungu mwenyewe, kama hiyo kupata mtoto ni jambo la Mungu mwenyewe. Yaani Mungu akiamua kukupa mtoto wewe, ana uwezo wa kukupa ukiwa na miaka 40, miaka 30, miaka 35. Mungu anaweza kukupa mtoto mpaka miaka 50. Hilo ni jambo lake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Ulizungumza hapa kwamba kuna mimbari moja, kuna shekhe alipanda na kusema kuwa alishafika umra zaidi ya mara 6. Ulizungumza hapo, labda wewe una ushahidi gani kusema kuwa shekhe hajafika umra? Hajafika, si tunajua bwana. Sasa hivi kuna jambo unaweza ukalificha kwa sababu kuna kitu ambacho unaweza ukificha kwa dunia hii tuliokuwa nayo. Juzi mufti sikaenda, tumemuona si wapo watu wengi walioenda, tumewaona wakina Sheikh Machelenga tumewaona, wallahi wakina Sheikh Hamisi tumewaona, si watu kibao tumewaona. Sasa kwa nini wewe tuende kama mara 6 afu tusikuone hata mara moja? Au kipindi akaenda kipindi cha miaka gani? Kwa sababu kiumri mimi na wewe mimi mkubwa, akaenda kwa umri gani? Miaka hii hapana. Asiwadanganye Waislamu bwana. Waislamu ni watu waelewa sana. Sasa tusitumie kigezo cha dini kuwadanganya. Yaani ifikia hatua hao watu wanaifanya tiba hawa wawe wa kweli. Hawa watu wanaifanya tiba kuwatibia, kwa sababu tiba haijakatazwa. Je, tiba ya namna gani ndio iliyokatazwa? Lakini tiba haijakatazwa. Je, tiba ya namna gani? Kuna tiba zingine zimekatazwa. Huwezi kufanya tiba ukamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa ushirikina ukasema haijakatazwa. Maana wapo watu wanaomshirikisha Mungu kwa ushirikina, wapo. Kwa hiyo sasa hawa wanazunguka wanasema sisi mashekhe, sisi masharifu, baadaye ukija kuchunguza tiba zao wanamshirikisha Mungu kwenye ushirikina. Mwenyezi Mungu awasamee kwanza, lakini pia wafanye kama wanafanya wafanye vitu ambavyo vinawarizia Waislamu, vinawarizia hawa watu wao wanaokwenda kuwashughulikia. Wasiwadanganye. Wasiwadanganye kwa kabisa. Waislamu wasidanganyike na watu wachache ambao Nataka niwaambie Waislamu pia ndio hivyo tukuto, sijui niseme nini, lakini Qur'an ni dawa kubwa sana. Qur'an ni dawa kubwa sana. Sio mpaka waende wakadanganywe. Hii kudanganyana, mtu anaamka usiku anaenda kufukia kitu kwenye uwanja, baadaye mnakusanyishwa mkihudhuria pale, nimetoa hichi. Hakuna usharifu huo bwana. Usharifu huo hakuna bwana. Watudanganya sana. Sawa, lakini kuna swali hapa, naona kuna swali hapa linatoka kwa nimekaandika tu Singida. Swali langu kwako, rais wa Mawinga, tutamjuaje sharifu wa kweli? Swali lako zuri sana. Wewe unapoenda kwa huyo mtu, yani unapoenda kwa huyo mtu, vitendo vyake vinakuonyesha kabisa kama huyu sio sharifu wa kweli. Vitendo vyake vya hovyo. Yani ukiangalia tunapoenda kwa sharifu, hata ule usomaji wa Qur'ani, mapokezi. Unaweza ukawa sharifu alafu Qur'ani ikawa mtihani? Hapana bwana. Umepewa karama alafu Qur'ani ikawa mtihani? Hapana, Qur'ani lazima ipo. Ndio maana ya karama yake Mwenyezi Mungu, na hiyo Qur'ani lazima iwepo. Kwa hiyo kuna mapokezi yale ambayo unapokelewa, utajua tu hapa hakuna kitu. Hapa sikuja kwa sharifu, nimekuja kwa mganga. Sawa, lakini baada ya kufanya interview kuna mtu kauliza hapa, je, haupati vitisho vyovyote? Labda kuna watu wamekufuata inbox kwa maana kukuambia chochote kuhusiana kwamba aidha acha unachokifanya, usiendelee unachokifanya, usifanye interview za aina hii? Hamna chochote ambacho kilichokuwa? Wapo watu wananifuata wananiambia, watu wengi tu wananifuata, wananiuliza imekuwaje, imekuwa vipi, mbona hivyo? Nikamwambia hapana, mimi nimeamua kwamba kusimama kwenye dini yangu ya Uislamu. Nikiona jambo la ovyo nasema. Kwa siwezi kukaa kimya nikaona Uislamu unapotea. Sina elimu kubwa, lakini hapana, siwezi kukubali. Hauna elimu kubwa lakini hauwezi kukubali. Natamani sana kusikia neno lako la faraja unalomwambia shekhe wetu wa mkoa, Shekhe Alhadi Walid Omar bin Kawambwa. Unamwambia chochote kuhusiana na hichi cha siku ya leo, kuhusiana na neno lake la siku ya leo, kuhusiana na watu wa mitandaoni, wale wanaoharibu dini kupitia mitandaoni, lakini pia mashehe pamoja na masharifu mbalimbali wanaoongea vitu vibaya, lakini pia wanaongelea kwa mwavuli wa dini? Mimi kwanza nimwambie Sheikh Walidi kipenzi chetu, kwanza asichoke. Alafu Sheikh Walidi kwamba tunamkubali sana, kwamba ni shekhe ambaye
hana makuu na watu, hilo Mungu amemjalia. Kwa hiyo Sheikh Waridi pia ni muombe sana sana sana, haya mambo asiyaachie hapa, aendelee nayo, kwa sababu yeye ndio kioo chetu. Sisi namtizama sana Sheikh Waridi, wallahi nakwambia ni ukweli. Sheikh Waridi namtizama sana, sisi ni mawinga tu, na nimeshawahi kumuuliza Sheikh, mimi Sheikh ni winga tu, akanambia winga sio dhambi. Huwa winga wa Mtume. Mimi winga sio dhambi. Kuna mapacha wa Mtume, kuna wewe kuwa winga wa Mtume. Inshallah, Allahumma amin. Ni jambo la kheri, ni jambo la kheri sana. Kwa hiyo niwaambie Sheikh Waridi, sisi tuko pamoja naye, tena tuko pamoja naye kweli kweli, na hatumuachi. Alipo tupo, hatumuachi Sheikh Waridi. Sawa, hilo sawa, alipo na nyinyi mpo. Lakini baada kuna mashehe ambao wategemewa sana katika nchi hii, mashehe wawili, mmoja ni wa Zanzibar, mmoja ni wa Dar es Salaam, walipokuwa wanaradiana mitandaoni, na inatokea mara kwa mara mashehe kwa mashehe. Tushasikia mashehe wengine wakisema kwamba bora shehe mlevi wa sehemu fulani kuliko shehe sehemu fulani. Shehe mwingine wasema huyu mweusi, mwingine bwana wewe nitakuroga au unalana nini, vitu kama hivyo. Baada ya kusikia vitu kama hivyo, wewe ulijisikiaje kuona kabisa kwamba wote ni Waislamu, lakini kuna ugomvi mkubwa huko mitandaoni, na leo shekhe ndo kazungumza wale wafyatukaji wa mitandaoni sasa hivi kuchukuliwa hatua. Wewe kabla ya shekhe kuzungumza, sasa wale mashehe wanaogombana kule mitandaoni, ukizingatia wote ni wa Mtume Muhammad, wote ni Waislamu, ili lilikuwa linakuumiza kiasi gani? Unajua, kuna muda wanazungumza mashehe wetu hao wote wanakosea, lakini hakuna anayekubali kama mimi hapa nimekosea. Kwa sababu ikifikia hatua ya kumwambia sijui hakuna nani mweusi, Mtume hakuishi hivyo. Japo sina elimu ya kumwelezea Mtume kiupana zaidi, au sina elimu ya kuelezea Uislamu kwa upana zaidi, lakini Mtume hakuishi hivyo. Mtume aliishi na nani, Bilali ni mweusi, lakini tumeona mimi sijaona, lakini nimesoma vitabu Mtume alivyoishi kwa namna gani na huyo mtu, na wala hakuwahi kumbagua hata siku moja. Ilifikia hatua mpaka kuna siku moja akuadhini Bilali, aliadhini mtu mwingine, watu wakaswali, baadaye watu wakaulizwa mmeswali leo? Watu wakasema tumeswali. Kumbe Mtume akajua kama, na akauliza nani ameadhini, akatokea mtu mwingine akanyosha mkono, nimeadhini mimi. Akuadhini Bilali. Angalia thamani Mtume alivyokuwa anamsamini Bilali. Lakini walimu wanatufundisha kumbe azana Bilali ilikuwa inafika mpaka mbinguni. Lakini angalia mtu mweusi. Sasa wewe nani unambagua mtu? Sisi hapa wapo tuanze kubaguana Mzanzibari na mtu wa Dar es Salaam, tuanze kwamba wewe si mweusi, yani usi mtihani. Kwa hiyo niwaombe sana kwanza wale watu waombe radhi Waislamu, kwa sababu Waislamu ndo wanaangalia kipindi, wanaangalia mitandao. Sasa kama wanaamua kutukanana kwa staili ile au kutoleana maovu kwa staili ile, manake waombe radhi kwa Waislamu. Lakini pia wasameane wao kwa wao, kwa sababu tunahitaji kutengeneza Uislamu madhubuti.